hapa. Unajua kuna msingi. Haleluya. Kila jambo lina msingi, na maombi ambayo tunataka tuyafanye lazima tuweke msingi. Haleluya. Kwa naweka msingi hapa kwa ujumbe unaoanza hivi: ulimwengu wa roho na jinsi ulivyogawanyika. Nazungumza kwa habari ya ulimwengu wa roho, maana msingi wa vitu vinavyoonekana na msingi wa vitu visivyoonekana, msingi wake uko katika ulimwengu wa roho. Sasa tunapotaka kushughulika na mambo ya rohoni, lazima tuyaendee mahali yametoka. Haleluya. Kuna wakati tunahangaika na matawi, unahangaika na matawi, unahangaika na shina, lakini kumbe kuna mizizi. Lakini pia kuna chakula ambacho kinapatia mizizi ili iweze kulisha shina na matawi. Bwana sio sana. Kwa wengi huwa wanapambana na vitu vya juu, lakini kwa neema ya Bwana sisi tunaanzia chini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ninaposema kwa habari ya ulimwengu wa roho, naomba uelewe kwamba ni eneo lisiloonekana kwa jinsi ya macho ya kawaida. Ulimwengu wa roho ni eneo ambalo halionekani kwa jinsi ya macho ya kawaida ya mwanadamu. Sasa kama halionekani kwa jinsi ya kawaida mwanadamu, tunaonaje sisi? Roho Mtakatifu aliye ndani yetu hutupa uwezo wa kuyaona mambo yaliyofichika kwa macho ya jinsi ya kibinadamu. Amen. Haleluya, haleluya. Lakini eneo hili ambalo halionekani kwa jinsi ya macho ya kibinadamu lina viumbe walio hai, na hao viumbe wanafanya kazi katika ulimwengu usioonekana. Bwana asifiwe sana. Wewe unahangaika na kansa, kumbe kansa imetengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Unahangaika na ajali, ajali zimetengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Unapambana na matokeo, huwezi kuwa salama kwa sababu unapambana na matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tunaelewana? Lakini kwa hiyo sasa, ulimwengu wa roho ni eneo lisiloonekana kwa macho ya kawaida ya kibinadamu, lakini lina viumbe na shughuli za kiroho zinafanyika huko, na matokeo yake yanaonekana katika ulimwengu wa macho na nyama. Zile shughuli zinazofanyika katika ulimwengu wa roho huwa vinakuja kuonekana kwa macho haya tulionayo, ambayo ni ya ulimwengu wa kimwili binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Lakini yanapikwa mahali. Haleluya. Chakula kizuri ama kibaya kinatokea jikoni, si ndio? Chakula kiwe imezidi pilipili, imetokea jikoni. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Biblia inaonyesha kwamba kuna vita vya kiroho vinavyoendelea kati ya ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Biblia inatufunulia wazi kwamba kuna vita kati ya ufalme wa nuru na ufalme wa giza, which means naenda kwa kuzungumzia mambo mawili yanayopatikana katika ulimwengu wa roho. Namba moja, ufalme wa nuru. Namba mbili, ufalme wa giza. Na ukisikia ufalme wa nuru, maana yake kuna mfalme aliye juu anayesimamia huo ufalme, na una serikali yake, una watendaji wake. Na ufalme wa giza, yupo mfalme wa giza anayesimamia ufalme wa giza, ana watumishi wake na watendaji wake. Haleluya, haleluya. Huu ni msingi. Wakati mwingine msingi huwa ueleweki sana, kwa sababu na wakati mwingine wajenzi ambao wamewahi kujenga nyumba, mimi huwa inaniuma kujenga msingi, kwa sababu naona tofali zinazama halafu hazitaonekana.
Tunaelewana? Wewe sije kujenga, jenga uone. Yaani fundi anakupigia hesabu za kujenga msingi mpaka unaogopa. Unaelewa? Anakuambia tuchimbe msingi, halafu tulaze tofali zilale mistari 5 mpaka mapigo ya moyo yanachangamka. Unaanza kufikiria huu ujenzi nimeuingia kichwa au? Na katika msingi wa mambo ya rohoni kuna watu wanafikiri tumeingia kichwa. Hapana. Twende taratibu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kuna ulimwengu wa nuru na kuna ulimwengu wa nini? Wa giza. Soma Waefeso 6:12. Waefeso 6:12 anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Anasema Paulo anawaandikia kanisa la Efeso, anawaambia kushindana kwetu sisi si kwa namna gani? Si katika damu na nyama, si kwa jinsi ya mwili. Aliona wanapambana mambo ya rohoni kwa jinsi ya mwilini. Aliona wanataka kujibizana jino kwa jino. Akasema hapana, hatulipi kwa jinsi hiyo. Ndio maana mahali Yesu akawaambia, mtu akikunyang'anya koti lako mpe na nini? Mtu akikunyang'anya joho mpe na nini? Anyway, mtu akikupiga shavu la kulia, nifanye hilo zoezi. Umefurahi kwa sababu umewaza kwa jinsi ya mwili. Ndio maana Paulo anawafundisha sasa, na mimi nakufundisha. Amen. Wao waliamini kwamba mtu akikupiga huko geuza na akupige. Yesu asifiwe sana. Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, si katika kutunisha misuli. Pepo huwezi kulitunishia misuli, itakufumua tu. Dhambi huwezi kuishinda kwa kwenda gym. Unapiga gym, umetengeneza kifua kama maboga lakini dhambi inakugaragaza tu. Haleluya. Kwa nini? Unashindana kwa jinsi ya mwili. Kuna watu wengine waliambiwa, tatizo lako hili, nenda kafanya mazoezi gym, mambo yatakuwa vizuri. Hola. Unashindana kwa jinsi ya mwili. Kuna mahali umekamatwa na aliyekukamata ana nguvu na wewe huna uwezo isipokuwa uombe msaada kwa advocate. Yesu ndiye advocate wetu. Sema amen. Ndiye mtetezi wetu. Umekamatika, anaweza kukutetea ni Yesu. Endelea kusoma hapo. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Kwa hiyo tunashindana juu ya falme. Sikiliza, hakuna ufalme usio na mamlaka. Hakuna kiongozi asiye na mamlaka. Kwa huu ufalme wa giza ambao tunashindana nao, ujue kwamba kuna mfalme wao, lakini kuna ufalme kama mfumo na mamlaka. Endelea kusema. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kila upande wa ulimwengu wa roho una mfalme wake. Umewahi kusoma mahali katika Isaya sifa za Yesu? Nafikiri ni Isaya 9, kitu kama hicho. Haleluya. Wanasema kwamba yeye huyo, wanamtaja 1, 2, 3. Mimi naenda kwenye point, wanasema mfalme wa nini? Mfalme wa amani, the king of peace. Haleluya. Ndio maana kuna namna ambavyo mataifa yanatafuta amani, taifa na taifa, nchi na nchi, ama mabara na mabara, lakini hawajaipata amani kwa sababu hawajamshirikisha mfalme wa amani ambaye ni Yesu. Sema amen. Unatafuta amani kwenye ndoa yako, unaenda kwenye benchi la dawati si la jinsia, wakati unamkuta mwanamke aliyeachika hapo, atakushauri nini? Unaelewana? Mwenyewe benchi limemvunjikia.
Tunaelewana? Utaambulia mambo yatakayo kusaidia kuachana na mume wako tu, maana ndo wanaona ni solution. Anasiwe sana. Unaenda kwenye benchi na mtu amekula ugoro na wewe umejazwa Roho Mtakatifu, mtu ananukia sigara, hakushauri. Bwana kwa subiri kidogo, anaenda kwanza na anapiga sigara kidogo, anarudi kukushauri mpendwa, tulishia wapi? Mwambie wewe koka, acha ujinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa nuru tuna akili. Mambo yetu tunayamaliza sisi. Tunayamaliza kwa jinsi ya magoti na ushauri wa Roho Mtakatifu ama ushauri wa kichungaji. Mshangilie Bwana Yesu. Yaani wewe siku zote unakaa unasema mimi nitakupeleka kwa mjumbe wa nyumba 10. Nyumba wa nyumba 10. Yaani vita ya rohoni unaipeleka mwilini. Utashindwa asubuhi. Kwa kila upande katika ulimwengu wa roho una mfalme wake. Lakini habari njema kwamba Yesu ni mfalme wa wafalme. Haleluya, haleluya. Kwa katika wafalme wote ambao unakumbuka kuwasikia na ambao hujawahi kuwasikia, Jesus is above. Haleluya. Yesu yuko juu yao. Tena tunaambiwa ni jina lipitalo majina yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yapo majina ya watu ambao wanaaminika na kuabudiwa, lakini walipokufa mpaka leo wamekufa, hawajafufuka. Lakini Yesu, unajua kwa nini Yesu anataka kuwa mzaliwa wa kwanza kwa waliokufa? Unaelewa? Nikusaidie. Haleluya. Kabla ya Yesu hakuwepo mtu aliyefufuka akakanyaga tena ardhi hii akaishi maisha kama mwanadamu tena. Tunaelewana? Kwa ufufuo wa mtu kufufuka na kukanyaga ardhi alianza Yesu. Biblia inasema alipofufuka wakaonekana na wengine mtaani wanakula chips kama zilikuwepo siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Si mnapenda chips? Nakula mboga bila ugali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwanake ni wa kwanza kutuonesha njia kwamba hata ukifa utainuka ukiwa na imani katika yeye. Hata ukipitia mateso, kumbuka fimbo alivyochapwa, mateso aliyopitia, alipochomwa mkuki, damu na maji zikamtoka. Wengi wanafikiri kwa sababu Yesu alitoka damu nyingi ndio maana alikufa. Wengine wanasema ni kwa sababu ya sifon, ile kitu alinyweshwa sumu labda ilimuua. Wana majibu yao. Mimi nasema wakati wa Bwana ulipotimia wa kututoa dhambini, Biblia inasema Roho alitoa mwenyewe. Aliruhusu mwenyewe. Haleluya. Aliruhusu. Au je kusoma hilo andiko? Nani anaweza kulifikia kwa haraka? Akaitwaro, akafanyaje roho yake? Akaichomoa. Maana ni Mungu. Maana akatoka katika mwili, akaitazama roho iko pale, akaichomoa. Mwili ukabaki pale. Akasema huyu amekufa. Pamoja na hayo watu wakasema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ukilipata hilo andiko utaniambia. Naam. Ndio. Haleluya. Mpe Bwana makofi mengi sana. Ni mwenyewe. Sasa anasema hivi, tangu uumbaji Mungu hakupenda giza. Peleka hatua ya pili. Tangu Mungu anaumba mbingu na nchi, Mungu hakupenda giza. Soma Mwanzo 1:1 hadi 5. Mwanzo 1:1-5 inasema, naam, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji.
Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru. Mungu akasema iwe nuru. Ikawa nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akaona nuru ya kuwa ni nini? Njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana. Mungu akaita nuru mchana. Na giza akaliita usiku. Ikawa jioni. Ikawa asubuhi. Siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko yanasema Mungu akatenganisha nuru na giza. Halafu akasema nuru ikawa njema machoni pake. Lakini kwa habari ya giza hakucomment dark. Hakutoa comment, alinyamaza. Unajisikiaje umeposti kitu, kuna watu wapo pale alafu wamenyamaza kimya, hawaja comment. Tena unawajua kabisa. Unajisikiaje? Sikia raha. Kwa hiyo Mungu hakucomment kwenye giza. Alicomment kwenye nuru, akasema nuru ni njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Namba moja, ufalme wa Mungu ambao unasema ufalme wa nuru. Huu ni ulimwengu unaotawaliwa na Mungu. Tunaposema ufalme wa nuru ama ufalme wa Mungu, ni ulimwengu ambao anayetawala ni Mungu mwenyewe. Huyu ndiye wa juu na wa mwisho, wa kwanza na mwisho. Lakini wapo wanaoishi katika ulimwengu huu. Namba moja, Mungu mwenyewe anaishi. Mungu Baba yupo kwenye ulimwengu huu wa nuru. Namba mbili, Yesu Kristo yupo kwenye ulimwengu huu. Namba tatu, Roho Mtakatifu naye yumo kwenye ulimwengu huu. Lakini pia malaika watakatifu, malaika safi wapo kwenye ulimwengu huu. Na watakatifu waliokufa katika Kristo nao wapo kwenye ulimwengu huu. Kwa sababu ni ulimwengu wa roho. Waliolala katika Bwana roho zao zio safi tayari wapo katika ulimwengu huu ulio mzuri. Bwana asifiwe. Zamani mtu ukifa ilikuwa kuna mahali pametengwa huku chini roho zikae. Yesu alipokufa akabadilisha akahamisha. Kwa hiyo udongo unarudi kwa udongo, lakini roho anaipeleka mahali pengine. Haleluya. Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi hatuombei makaburi, hatuombi wafu. Kwenda kwenye kaburi kuomba ni kufanya ibada za mizimu. Kufanya ibada za mizimu haitakiwi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kazi ya ufalme huu, namba moja, kazi ya ufalme wa nuru, namba moja, kushughulikia giza katika maisha ya mwanadamu. Yaani ufalme wa Mungu kazi yake ya kwanza ni kushughulikia giza katika maisha ya mwanadamu. Namba mbili, kuokoa watu, kwa sababu adui aliwapoteza kuanzia pale kwenye bustani ya Edeni. Ufalme wa nuru unapambana kuokoa watu waliopotezwa. Namba mbili, kuponya watu, maana adui amewafanyia watu magonjwa, ametengeneza ajali na magonjwa mengine kwa ajili ya kuwatesa watu wa Mungu. Kwa ufalme wa nuru unakuja kumshughulikia kwa namna hii. Namba nyingine, namba 4, I hope, ni kutoa ulinzi. Ufalme wa Mungu unatoa ulinzi, maana adui asije akakuvamia. Ndio maana huwa tunaomba. Ngoja nikuulize, ni wakati gani ambao hasa huwa unahitaji maombi ili upate ulinzi? Ni wakati gani? Kati ya mchana na usiku? Twende taratibu. Kwa nini usiku? Yaani mchana ndio unaohitaji maombi sana, kwa sababu kuna mambo mengi. Yaani kuna bodaboda, kuna magari, kuna nini, kuna hiki, kuna vichao wanakimbia, wanarusha machupa, lakini hayo yote huyaoni. Hayo yote ufanyaje? Huyaoni. Ila usiku unaona nini mpaka unaogopa? Niambie. Tell me the truth. Yaani vyote hivyo unaachana navyo, lakini kwa habari ya giza
Sema hapana. Na hivi watu wengi wanakufa usiku. Watu wengi wanafariki usiku. Tunaelewana? Watu wengi wanafanyaje? Wanafariki usiku. Sijui madaktari wanaanza kulala kidogo, wanaacha wagonjwa kule, dripu zinaisha, atatuambia hapo sijui. Bwana asifiwe sana. Wala msiwalaumu madaktari. It's up to you. Haleluya. Usiku, kwa sababu roho yako ina sensi mambo ya giza, ndio maana sasa kwa hofu ya kutokufa, na wakati wengine usiku mnakabwa, unarusha mpaka mateke, umekabwa. Unaona? Sasa ili ujinusuru, unasema Bwana, unaomba ulinzi. Na mbaya zaidi unaomba ulinzi, hatujatengeneza nani akupa ulinzi. Unaomba ulinzi kwa mlinzi, hujamlipa mshahara. Atawafungulia wakimpa. Unajua kinachofanya watu wale rushwa ni njaa. Mlinzi analinda benki halafu hajalipwa, ama mshahara wake ni mdogo, analinda hazina kubwa. Tunaona? Kwa hiyo anahubiriwa, akihubiriwa na shetani kidogo tu, na akakutwa hana misuli ya imani, basi anauza benki. Asa nipige tu pingu, nipige damu zitoke kidogo, nitupe huko, nifunge, weka mpira hapa mdomoni, basi watakuja waniokote, ila uachie sehemu ya kupumulia. Je, kuona walizi wamekamatwa, wamepigwa, lakini bado wanashtakiwa, na kumbe alikula njaa. Tunaelewa watu wa Mungu? Unataka ulinzi, tengeneza na anayetoa ulinzi. Unataka uponyaji, tengeneza mahusiano na mponyaji. Unaenda kwa daktari unamnunia, atakuacha. Unaenda kwa daktari alafu unaleta mapozi. Waulize wa mama wanapoenda reba, unajilazimisha kutabasamu wakati vitu vimegoma. Na ukitabasamu kasura ndo kanaharibika. Hello. Yaani ukimkuta daktari ule pishana naye, unaanza kuomba toba mapema. Akikuangalia atakwambia, sasa wewe, naona mume wako yuko wapi? Nafikiri tusubiri kama masaa mawili kwa ajili ya kuokoa wewe na mtoto, tutafanya operation. Wala hajaangalia chochote. Apigwa moyo. Maana wewe umeshika makadi, yeye ameshika huku mpini. Yesu tusaidie. Tengeneza mahusiano ili siku ya kukukuta upate msaada. Haleluya. Kwa hiyo ufalme wa nuru kazi yake kubwa nyingine pia kuongoza katika haki. Inatusaidia kutuongoza katika haki. Soma Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13, tuendelee mpaka hapo nitakwambia mwisho. Na usikilize sasa wewe, Naye alituokoa katika nguvu za giza. Huyu Yesu Kristo alituokoa katika nguvu za giza. Jamani, giza linawakilisha ufalme wa giza, linawakilisha shetani na watendakazi wake. Kwa hiyo Yesu alituokoa katika nguvu za nini? Za giza. Endelea kusoma. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Yaani anakuokoa alafu anakubadilishia mtaa, anakuingiza mtaa mwingine wa mwana wa pendo lake beni Yesu Kristo. Haleluya. Ambaye katika yeye tuna ukombozi. Katika Yesu tuna ukombozi. Yaani msamaha wa dhambi. Yaani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Katika yeye vitu vyote viliumbwa. Hii kamata hii point. Katika Mungu vitu vyote vifanyaje? Viliumbwa, Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Sasa sikiliza, simama kwanza. Katika Yesu vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Tunaelewa? Sio hapo tu, wewe muendelee uone na zizo kwa sehemu nyingine. Endelea. Vinavyoonekana na
na mapepo na roho chafu ambazo hazionekani. Ikiwa ni vitu vya enzi, naam, au sultani, au enzi, naam, au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake, kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote. Yeye alikuwako kabla ya vitu vyote. Na vitu vyote hushikana katika yeye. Rudia, vitu vyote. Na vitu vyote hushikana katika yeye. Hushikana, vinakuwa attached katika yeye. Andiko hili tunalitumia kumwambia Mungu na kumwambia shetani kwamba Mungu aliyekuwepo kabla ya vitu vyote, aliyekuwepo kabla ya kulogwa. Watu si wengi wamelogwa, haleluya. Kuanzia aliyekuloga, aliyeingia dili, hao wote Yesu akitamka neno hakuna kupinga. Haleluya. Na hata mifupa imepinda kwenda upande gani, tukimwambia yeye anayejua sayansi ya mwanadamu, sayansi ya mifupa, Mungu kila eneo yeye ni specialist. Haleluya. Si kuna madaktari wanasoma miaka 10 wanasomea sikio, unasomea nywele, unasomea jino, unasomea pua, unasomea macho. Yani hizi zote ni ajira hizi. Ukishika sikio ni ajira hii. Mtu ana maisha. Nini? Specialist. Na madaktari wengi wanakimbilia specialist kwa mambo ya wanawake. Madaktari wengi specialist ya wanawake. Specialist wa watoto. Sasa Mungu kila eneo yeye ni zaidi, sio tu specialist, ni zaidi ya specialist. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ma specialist wanapoishia, Mungu anaanzia hapo. Vipimo vinaposhindwa kusema, yeye anaanzia hapo. Wanaposema miziba imeziba, Mungu alikupa mishipa au milija, ataizibua tena. Haleluya, haleluya. Itafunguka kwa jina la Yesu. Na aliyekanyaga hapa mishipa yake ama mishipa mirija yake inazibuliwa kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya Yesu izibulike. Haleluya, haleluya. Sema inawezekana kwa jina la Yesu. Hii semina ni operation. Bila ganzi halafu. Kwani Adamu alipewa ganzi? Pigwa kwa usingizi, nakataa. Pigwa kwa usingizi, lakini alielewa kinachoendelea. Alikuwa anaona ubavu unachomolewa, anaona. Ndio maana alipokuja kuamka akasema, wewe ni ubavu wangu, wewe ni nini? Nyama katika nyama, halafu mifupa. Alikuwa anaona movie inapoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninasema leo shetani ataona movie inapoendelea. Watu wanatoka gizani wanaingizwa nuruni. Nasema watu leo wanatolewa gizani wanaingizwa nuruni kwenye pendo la mwana wake pekee. Amen, ndiye Yesu Kristo. Sema amen. Haleluya, haleluya. Ukikaa hapa kwenye ibada hii kaa kibingwa bingwa. Wewe ni zaidi ya specialist. You are above. Sema haleluya. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Are you happy to be here? Can you clap hands for the Lord? Hallelujah, hallelujah. Yes, we want to reach all nations, okay? You know our church is called the SOAS Evangelistic International Church. So sometime tuna mix kidogo. Ili tuwafikie watu. Tuwafikie mataifa. Hallelujah, hallelujah. Mimi naweza kuhubiri Kiingereza mwanzo mwisho kwa ajili yako tunajinyima. Kwa ajili yako tunajinyima. Alituokoa katika nguvu za giza. Yaani kuna mtu hapa ana nguvu za giza. Kwa upako wa siku ya leo, lazima uchomolewe kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Alafu akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ukija kusoma Petro kule, ndio kila kitu. Haleluya. Akasema ametufanya, yani ametufanya kuwa miliki. Tuna under possession, tunamilikiwa na Yesu Kristo. Haleluya. Mtu anayemilikiwa na Yesu, mapepo hayamsogelei. Nyumba inayolindwa na malaika wa Mungu, mapepo na wachawi hawakatizi. Haleluya. Kwangu huwa wanapita kwa mbali mbali na huwa wanapiga story na wasikia.
wakati mwingine wanakuja wengine wanaleta story kama marafiki, kumbe Bwana amewapiga na wananokoka wenyewe. Eti wanasema wakipita wanaona moto. Wanaona moto? Wanaona moto. Yaani wakija hapa nyumba haionekani. Unajua wachawi ni kama madelila, wanapeleleza wajue nini siri ya nyumba yako kuonekana kama moto. Na wewe ulopoke uone. Ukiona hivyo kemea kwa jina la Yesu. Haleluya. Mwambie huu ni moto ulao. Tena wana bahati sana, wakija tena watapofuka. Kwa jina la Yesu. Nashangaa. Basi mimi naondoka. Ataaga haraka haraka. Wanaona moto. Na maombi yangu nabadilisha tu. Kuna siku naomba kwamba hapa usiku wa leo wasione moto, waone mbuga ya wanyama, alafu imesheheni simba wenye njaa. Tuone kama mchawi atakatiza. Siku nyingine naomba tu yapo matembo tu. Yaani mimi nabadilishaga maombi tu. Leo nikitaka leo mafuriko. Nani atakatiza pale? Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukimjua huyu Yesu Kristo, ukamwelewa, ukaziishi zile kanuni zake, utatembea kibingwa. Haleluya. Wewe sio mnyonge. Wewe sio mtu mdogo, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi na au sultani. Hizi zote ni utawala, hizi ni vitengo vya giza. Unajua kusikia wewe masultani, usultani, uelewe maana yake. Usultani na sultani. Sultani ni mtu, usultani ni ule mfumo. Umeelewa? Kwani hujui kama masultani walitesa babu zetu? Wewe tuletea pipi? Si watutesa? Sasa kuna usultani katika ulimwengu wa roho ambao nao lazima upigwe. Au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa jina lake. Naye amekuwako kabla vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utasoma kwa wakati wako mpaka 23. Mimi ninasogea kidogo. Nilikuwa nakugusia kidogo kwa habari ya ufalme wa nuru. Sema ufalme wa nuru unaongozwa na Mungu. Ufalme wa nuru unaongozwa na Mungu. Ufalme wa Mungu unaongozwa na Mungu. Tunaenda sasa ufalme wa giza unaongozwa na Shetani. Yule joka la zamani. Baada ya Shetani kuasi dhidi ya Mungu, alifukuzwa mbinguni pamoja na malaika waliomfuata. Haleluya. Isaya 14:12 hadi 15. Isaya 14:12 hadi 15. Ezekieli 28:12 hadi 17. Isaya 14:12 hadi 15. Ezekieli 28:12 hadi 17. Andika tu na Ufunuo pia 12, Ufunuo 12:7 hadi 9. Nikwambie wanaopatikana katika ulimwengu wa giza, namba moja ni Shetani mwenyewe. Sawa Tunaelewana? Ulimwengu wa giza upo chini ya Shetani mwenyewe ambaye ndio mfalme wa giza. Lakini pia kuna malaika walioasi, kwenye mabano ndiyo mapepo yanayosumbua. Haleluya. Sasa hawa nao wapo wengi tu. Hawa nao kazi yao kubwa namba moja, kudanganya. Palipo na udanganyifu, ujue kuna utawala wa giza. Sawa? Wala sitaka namna nyingine. Palipo na roho ya uongo, ni ishara ya kwamba kuna vimelea vya nini? Vya nguvu ya giza mahali pale. Maana palipo na Mungu kweli utawala. Palipo na Mungu kweli inatawala. Kwa kazi yake hao jamani kudanganya. Kazi ya pili kuiba. Kutawala nini?
Hiki ni kipengele kipana. Hiki ni kipengele kipana. Tuna mitaa watu wanaishi, ukienda biashara, wageni mkija kufanya biashara, mitaji inakufa. Unanisikia? Yaani eneo lina mzunguko mkubwa, lakini ukienda kufanya biashara utafanya vizuri mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Baada ya hapo biashara inaanza kushuka, inashuka, inakufa, na unabakiza na miezi kadhaa frame, unatamani umpangishie mtu akurudishie hela kidogo. Halafu mbaya zaidi, mtaji wenyewe umekopa. Unanielewa mtu wa Mungu? Yaani una hamasa kabisa kufanya biashara, ukishakamata pesa inapigwa, alafu unabaki unalipa deni. Viashiria vya kuwa kwamba uchumi wako umekamatwa. Jambo la tatu analofanya ni kuharibu. Kila mipango mizuri inaharibika. Kila mawazo mazuri yanaharibika. Ni kuharibu. Chumba zinavunjika, wachumba wanachana. Kazi ya shetani ni kuharibu, ili binti akipoteza mchumba ama kijana aliyemhitaji avunjike moyo, aende kwenye self service, aende kwenye buffet. Shetani ana buffet. Ukitaka buffet ya wanawake wapo, ukitaka buffet ya wanaume wapo. Haleluya. Yaani binti ukitaka kuolewa leo jioni unaolewa, tuliko buffet ya wanaume shetani ameweka. Na mwanaume yote akitaka kuoa leo anaoa tena, ukitaka hata watatu unaoa kabla jua halijazama, maana shetani ana buffet. Sio kisinia, ana buffet. Unajipakulia unapotaka. Maana kisinia sipakuletewe. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa? Kuna vitu vinapenya. Jambo lingine analofanya kupinga kazi ya Mungu. Ulimwengu wa giza kazi yake ni kupinga kazi ya Mungu. Yaani hakuna mahali utacomment kwa namna ya chanya, kwa namna iliyo bora, lakini comment zako siku zote ni za kuwakalisha watu chini. Mawazo yako siku zote ni ya kugomesha idara ya wanawake, idara ya wanaume, idara ya vijana, kugomesha uongozi, kugomesha mambo kanisani yasifanyike. Mara nyingi mnakaaga sana pale nje, unapiga story na hao wanawake wenzako, alafu anakupa ushauri juu ya mume wako, ushauri ambao ukiutekeleza inakula kwako, alafu wao wanaenda kuchekea ndani na wanachekaga. Laiti ungeomba nyumba ipasuke siku moja, wamekudanganya, alafu anacheka ndani, alafu ukuta uanguke ghafla, ukikuta ameinama anacheka wakati unalamba makofi kule. Sasa ni juu yako kuendelea kukaa nao. Haleluya. Yohana 10:10. Kitabu cha Yohana sura 10 mstari wa 10, naomba msomaji. Yohana 10:10 maandiko yanasema. Naam. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Aliyekuja ulimwenguni kwa mpango wenye faida ni Mungu pekee. Lakini shetani amekuja kama mwizi. Kazi yake ya ibe, kazi yake ya chinje, kazi yake ni kuharibu. Kwa wanaomkimbilia Yesu wanapata uzima. Haleluya. Ukiombewa peke yake bila kumwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, haikupi garantii ya kutokamatwa tena. Maana siri ya kuwa salama ni kuwa ndani ya Yesu. Sema amen. Uponyaji tunaweza kukuponya kwa jina la Yesu kapona, lakini ili uwe salama ni kuwa ndani ya Yesu. Amen. Kwa chagua uponyaji kama Panadol, Diclofenac,
kwamba utulize maumivu dakika 3, una boost kidogo dakika 3, baadaye unarudi tena kwenye shida. Lakini waliochagua kuikuwa ndani ya Yesu wanakuwa salama nyakati zote. Ndio maana tulivyoona kwenye kazi mojawapo za ufalme wa nuru ni pamoja na kutulinda. Maanake wale watakatifu wanalindwa, Bwana anatuzungushia ulinzi. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa huo nimekugusia ni ulimwengu wa giza. Namba 3, kipengele cha 3, ulimwengu wa wanadamu. Mwanadamu amewekwa katikati ya vita hivi vya kiroho. Ulimwengu wa mwanadamu. Mwanadamu amewekwa katikati ya vita hivi vya kiroho. Kila mtu yuko chini ya ufalme mmoja kati ya hizi mbili. Tunaelewana? Kila mtu yupo chini ya ufalme mojawapo kati ya ufalme wa nuru ama ufalme wa giza. Na ndio maana mtu akitaka kuokoka, mtu akitaka kumpa Yesu maisha yake, aidha ametoka kwenye familia fulani ama kwenye imani fulani, msuguano wake ni mkubwa, hujawahi kutokea. Kwa nini? Ulimwengu wa giza hauwezi kumruhusu mtu atoke kiurahisi aende kwenye ulimwengu wa nuru. Haleluya! Kati ya ulimwengu ulio mgumu kuachilia wateja wake ni ulimwengu wa giza. Maana wote waliopo kule ni wateja wao. Tunaelewana? Lakini ulimwengu wa nuru kutoka ni rahisi sana. Unaweza kaamua kutoka sasa. Ni rahisi sana. Kuna uhuru. Sikiliza, ulimwengu wa giza hauna uhuru wa mtu kumwachilia. Ulimwengu wa roho kuna uhuru wa mtu kuamua kubaki ama kuachiliwa. Yesu asifiwe. Ndio maana naambia kila mtu ajipike msalaba wake anifuate. Ukiona uwezi, unachagua njia. Mbele yako kuna njia mbili, uzima na nini? Na mauti. Mathayo sura 12:30. Mathayo sura 12 mstari wa 30. Mathayo 12:30 maandiko yanasema, mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu. Mtu ambaye hayuko pamoja na Yesu yu kinyume na yeye. Na mtu asiyekusanya pamoja nami utapanya. Mtu asiyekusanya pamoja na utapanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo sasa hakuna mtu ambaye anaishi sasa hayupo kwenye ulimwengu. Upo kwenye ulimwengu wa giza na upo kwenye ulimwengu wa roho na upo kwenye ulimwengu wa mwanadamu. Ni mwanadamu pekee amepewa kuishi katika maeneo matatu. Mwanadamu pekee amefuzu. Na iko hivi, vita vinavyoendelea kwa sasa vinapiganwa katika ulimwengu wa roho, lakini vinakuja kudhihirishwa katika ulimwengu wa mwili kupitia wanadamu waliopo katika ulimwengu wa giza ama katika ulimwengu wa roho. Tunaelewana? Daniel aliomba maombi. Maandiko yanasema tangu siku ameomba alijibiwa. Kwanza nataka tujue aliomba kwa nani? Kwa nani? Kwa Mungu, katika ulimwengu wa nini? Wa nuru. Sasa ulimwengu wa nuru umejibu, umeitika. Ili maombi yafike kwa Danieli anayeishi katika roho na mwili, inabidi yapenye, yanakutana na mkuu wa anga, mfalme wa Ajemi. Akazuia maombi, majibu ya maombi ya Danieli yasifike. Danieli anaendelea kuomba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, siku ya 5 anaomba. Tunaelewana? Siku ya 6 anaomba, ya 7, ya 8, ya 9. Mungu akashtuka. Huyu mtu mbona nilishamjibu? Alipotazama hivi akaona kuna mahali majibu yamezuiliwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna vita ikapiganwa katika ulimwengu wa roho bila Danieli kujua. Haleluya.
hao watoto mbinguni wanaenda, kwa hiyo wasiwape shida. Hao wana shida, hao wana tiketi ya kwenda mbinguni. Hao yaani mbingu nyeupe. Bwana Yesu asifiwe. Danieli ameomba, majibu yametoka, lakini kwa sababu hayajafika kwake, anaendelea kupiga magoti na kumsihi Mungu. Ikaanza kupigana vita katika ulimwengu wa roho, kati ya ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa giza, chini ya usimamizi wa malaika Mikaeli, malaika mkuu wa vita. Vita ikapiganwa, halafu malaika Gabriel, malaika wa ujumbe, akatumwa kupenyesha ujumbe. Wakati Michael anapigana vile vita, amezuia. Sikiliza, mbinguni pia kuna njia, wewe tu kuchu. Ungesema angepitia kule, kuna lango mahali pa kushukia, kuna protocol. Bila haya mambo ya juu. Haleluya. Wanasema Yesu alipopaa ndipo atakaposhuka. Kwa namna ile ile ndipo atakaposhuka. But advantage ni kwamba kila jicho litamuona. Haleluya. Ili kufundisha siku moja, siku Yesu anakuja, atashuka parapanda. Kabla hajatua, kila jicho litamuona. Na hakuna atakayemuona kisogoni. Kila mmoja atamuona face to face. Haijalishi upo nyuma huku, ukimtazama unaona uso wa Yesu anatabasamu. Hiyo elimu kwa kuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukienda mbinguni, pale Baba yupo na kile kiti cha enzi, hakuna mtu atakayekaa kisogoni. Mungu ana kisogo. Haleluya. Kila mmoja yuko mbele. Kila mmoja yuko wapi? Yuko mbele. Vinginevyo tutalalamika, kwa nini mimi nipo huku? Kwa nini Mungu mimi kuniona, ukuniona? Kila mmoja ataface. By the way, tutapewa miili ya utukufu ambayo haihitaji kupanga foleni, haihitaji kupigana. Ni miili ambayo iko programmed na Mungu, iko kwenye system. Hakuna magomvi. Kule ni amani. Kule ni kusifu. Haleluya. Kule hakuna kuchoka. Bahati mbaya kuna dini zinahubiri kwa habari ya ndoa baada ya kifo hichi, kuna hiki na hiki na hiki. Yaani watu wana ahadi, yaani roho ya uzinzi makamata. Yesu awaokoe. Mtu anami, nikienda peponi, nitaletewa mabinti 1 2 3. Wewe ni mpagani wa kufa. Yesu akuokoe usife. Tuna mambo mazuri ya kumsifu Mungu na kumtukuza. Eti umeahidiwa, yaani unawaza uzinzi, dini inawaza uzinzi. Yaani baada ya kufa, wewe furaha yako ni kwenda kufanya uzinzi peponi. Usi upagani. Si uje kwa Yesu. Haya, mwanamke na yeye nini sasa atapata? Tuambie, tusaidieni. Na wewe mwanamke utapata nini? Utapata wanaume wangapi? Hii pepo hii sio ya Yesu. Sema amen. Mahali pale sio pa Yesu. Lakini sisi ambao tunamwamini Yesu, tutasifu na kumwabudu Bwana. Haleluya, haleluya. Mtu mmoja akasema, nikifika mbinguni nimuone nani? Haleluya. Wengine wanataka kuona vitu fulani. Sisi tukifika mbinguni tunataka kumuona nani? Tunataka kumuona Yesu. Haleluya. Wewe ndio unamjua. Tunataka kumuona Yesu kwanza. Haleluya. Baadaye sasa tutapita mitaa ya kina Ibrahimu. Tuanze kwanza na baba yetu wa imani. Tupite kwa Abraham. Tumwambie, uliwezaje Ibrahim kukaa na mwanamke miaka 90 na ngapi hajazaa, halafu bado ulimpenda? Ilikuwaje? Atupe darasa. Tumwambie na Sara, tumuulize Sara, vipi Sara, mawifi walisemaje kwa habari ya tumbo lako? Haleluya, haleluya. Hizi ndizo habari njema za ufalme wa Mungu. Sema amen. Halafu tumuulize Sara, kwa nini ulicheka? Ulipoambia kwamba utazaa mtoto, mbona ulicheka? Hebu tuambie kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Mbingu ina mambo mazuri. Haina mambo ya takataka. Bwana Yesu asifiwe. Nitaka niseme tumuulize na Kaini. Kaini anaweza asiwepo. Sasa Kaini sijui. Sasa wewe kama utabahatika kumuona Kaini, ujifikirie mara mbili, umeenda mbinguni au umeenda upande wa pili. Lakini Kaini alikuja kuzaa mtoto wa maana. Unajua mtoto wa Kaini unamjua? Ni Henoko,
Henoko alimpendeza Mungu akifanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatamani kufika mbinguni tumuone Baba, si kwa mambo mengine. Haleluya, haleluya. Mtu anapompokea Yesu Kristo anaondolewa katika mamlaka ya giza na kuingizwa katika ufalme wa Mungu. Ndio maana kuna vita kubwa, nimekwambia, inatokea upande mmoja. Ufalme wa giza hauwezi kukuachia kiurahisi. Upo tayari utake uponyaji kwa Yesu, lakini haupo tayari kuishi maisha ambayo Yesu anayataka. Wote aliwaponya Yesu kwambia, enenda zako usitende dhambi. Maana yake walipokea maelekezo. Haleluya. Sasa huwezi kuacha kutenda dhambi bila kumwamini Yesu, maana yeye ukimwamini atakupa neema ya kutenda dhambi. Haleluya. Kwa hiyo mgawanyo wa viumbe vya kiroho kama ambavyo nimekwambia hapo mwanzo. Haleluya. Kwa malaika wa Mungu majukumu yao, moja, kutuma ujumbe wa Mungu. Kazi ya malaika, wanatuma ujumbe wa Mungu. Lakini pia kulinda watu wa Mungu. Namba tatu, kutekeleza maagizo ya Mungu kama ambavyo nimekupa mifano hiyo. Lakini mapepo walioanguka kazi yao kubwa ni kutesa, kudanganya. Nimeshakwambia hapo, kutesa, kudanganya, kufunga watu kiroho. Vita vya kiroho, kipengele cha vita ya kiroho tunapoelekea mwishoni. Vita vya kiroho. Muamini anapaswa kujua kwamba kuna vita vya kiroho kila siku, sio siku moja. Vita vya kiroho vipo kila siku. Sasa unapaswa uwe na silaha. Silaha namba moja, uwe na neno la Mungu, sio Biblia. Watu wanachanganyaga hapa. Uwe na neno la Mungu. Biblia unaweza kuwa nazo, unaweza kuwa na maktaba, lakini bado huna neno la Mungu. Neno la Mungu ni lile ambalo limekaa kwenye moyo wako, unaweza kulicheua muda wote. Haleluya. Namba mbili, uwe na maombi. Ili uweze kupigana lazima uwe mtu wa maombi, sio wa maombi ya kutangaziwa. Uwe na maombi ya kujitangazia wewe mwenyewe. Namba tatu, uwe mtu wa imani. Imani ni uhakika wa mambo unayotarajia. Ni vitu ambavyo vioni, lakini unaviona katika ulimwengu wa roho kwa imani kwamba vinakuja. Walikwambia utazaa, unaanza kuwaona watoto wako wanakuja. Haleluya. Walikwambia hutaolewa, unaanza kumuona mme anakuja kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Walikwambia hutaajiriwa, unaanza kuiona ajira, unaanza kufanya mazoezi ya kuingia ofisini na kutoka. Haleluya. Tunaelewana watu wa Mungu. Lakini pia damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ni silaha kubwa sana pia. Kusoma katika Ufunuo huku umesema kwamba wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya Yesu Kristo ni silaha kubwa. Na silaha nyingine ya mwisho katika orodha, utii kwa Mungu. Uwe mtiifu kwa Mungu. Kilichomwangusha shetani ni kukosa utiifu. Kukosa utii, kujinua. Haleluya. Ndio ile Waefeso 6:10 hadi 18. Waefeso 6:10-18 utasoma hapo. Niende kipengele cha mwisho kabisa, dalili za mtu anayeishi katika ulimwengu wa Mungu, anaishi katika ulimwengu wa nuru. Ziko dalili, kuna viashiria. Tukiviona hivi tunasema yamkini huyu anaishi katika ulimwengu wa roho wa nuru. Haleluya. Moja, ana amani ya Mungu. Ni mtu ambaye ana amani ya Mungu, sio amani itupayo dunia. Kuna amani unapewa na ulimwengu huu, hiyo amani sio. Yaani umevurugika, yaani wewe huna amani, kuna jambo limekufuruga, unaamua kwenda kula bangi upate amani. Hiyo amani sio, sizungumzi hiyo. Tunaelewana Bwana Yesu asifiwe.
Nasikia niseme hili, si kwenye mtandao au wapi. Mwanaume uliyeoa, kitendo cha kuzila chakula hicho pika mke wako ni mpagani, wewe ni mpagani. Nimesikia hili niseme, sijui sasa kwa nini. Kama kuna jamaa limezila chakula lipone kwa jina la Yesu. Unaondoka umenuna, unaingiza budget zingine za ajabu ajabu hapa. Wewe mwanamke mmoja pika maombi ya kila chakula atapike chote. Arudi tena tumbo halina kitu. Akirudi kwa mantilia ukuta wamefunga. Alafu akuta chakula chako ula kipepea kiko pale. Unamwambia mume wangu karibu chakula. Utakuwa umeliokoa hilo jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamume tena anasela chakula. Hata kama chumvi imezidi piga tu kidogo. Tie moyo mama, weka na maji mengi hapo. Mwambie mama, leo umeupiga mwingi leo. Tumeambiwa tuishi na wanawake kwa akili. Mwanamke anajua kabisa amekosea, lakini anaogopa kukuambia, anajikausha. Wakati unaanza kupiga ile ya kwanza, yeye fulani anaita watoto, anakausha, anasikilizia utasema nini. Akiona ya kwanza imeshuka na ya pili, asema asante. Anamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe unakuwa mbogo kitu gani? Bwana Yesu atusaidie sana. Mambo haya ni ya kawaida. Hafanyi hivyo kila siku, ni mara moja tu. Amepitiwa tu kidogo. Amepitiwa na jirani. Yesu atusaidie sana. Ila sijui imetoka wapi. Mimi niachilie hivyo. Huenda kuna mtu anapona. Haleluya. Huenda kuna mtu anapona. Au nipokee ushuhuda. Kuna mtu ana ushuhuda hapa? Kama una ushuhuda naomba tafadhali. Mungu hawezi kuleta jambo hivi. Na ninamuomba tu asiwe mkali kwako. Unamwogopa. Bwana Yesu asifiwe. Utanishuhudia hata kwa SMS. Na zila chakula. Nenda kutafuta chakula kwingine. Ingekuwa wale wa mama mdogo ndo anaenda nyumba hii nyingine ya pili. My friend, nakuja. Mbesho zamu yako leo. Kuna mwingine kule. Dalili za mtu ambaye anaishi katika ufalme wa Mungu, ana amani. Ana amani. Lakini pia anampenda Mungu, ataonekana kumpenda Mungu. Si tu kwa asimame hapa, nampenda Mungu, hiyo achana nayo. Ile ya maisha yako ya kila siku yaoneshe kwamba unampenda Mungu. Maisha yako ya kila siku yaoneshe kwamba unampenda Mungu. Lakini pia namba 3, anachukia dhambi. Ni mtu anayechukia dhambi. Si mtu akiwa peke yake akiangalia kushukulia hamna. Unaingia dukani, unanunua kisungula. Unanunua kipakiti. Alafu unawahi kununua maji, unakipiga kwenye chupa ya maji. Unakunywa kama maji. Sasa maji mbona yanachelewa kuisha? Maji ya 500 yanachukua lisali zima. Kuma kuna kisungula huko. Na siku hizo wanatumia chupa za energy zile nyeusi zile. Au zile za blue. Anakunywa wewe. Unashangaa tu magoti yanaanza kugongana hivi. Kumbe amelewa. Mwenye Mungu anachukia dhambi hata akiwa peke yake. Haijalishi watu wananiona. Namba 4, anaongozwa na Roho Mtakatifu. Anaongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Na namba 1, 2, 3, 4, 5, 6, anazaa matunda ya Roho. Soma Wagalatia 5:22 hadi 23. Lakini tunda la Roho ni upendo. Naam, huyu mtu anaongozwa na upendo. Anaongozwa na furaha. Anaongozwa na amani. Anaongozwa na uvumilivu. Ana utu mwema. Ana fadhili, mwaminifu. Amen. Hitimisho, ulimwengu wa roho umegawanyika katika pande kuu mbili. Ufalme wa Mungu ambao ndio nuru, na ufalme wa giza ambao ndio ufalme wa shetani ambao ndio giza. Na kila mwanadamu yupo kwenye ufalme mmoja wapo.
Hakuna mwanadamu ambaye hayupo kwenye ufalme huu, na kila ufalme unamtegemea mwanadamu, unategemea viumbe vilivyopo duniani ili uweze kufanya kazi. Mungu akubariki kwa siku ya kwanza. Tukutane tena siku ya pili. Naomba usimame tukamshukuru Mungu. Shangile Bwana Yesu kwa makofi mengi sana. Shangile makofi mengi sana.